Tutakuwa tunaangalia leo haswa mstari wa 6 ambao nitasoma tena. Mstari wa 6 usemao hivi: mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni, yakateketea. Ila kabla hatujasonga mbele, nitataja kuhusiana na neno hili kuteketea, ya kwamba labda ingetafsiriwa tofauti, ingetafsiriwa kuchomwa, kwa sababu kuteketea kuna maana ya kwamba kuna kitu kimeharibiwa na moto mpaka kisiwepo tena, lakini maana yake sio hiyo. Maana yake ni kwamba itachomwa na kuchomwa na kuchomwa. Mfano huu unaotolewa, tafsira anayotumia Yesu Kristo katika mahubiri yake, ni picha ambayo tunaweza kuelewa sote, mpaka yule mtoto mdogo zaidi ambaye ameanza kutumia akili yake anajua ya kwamba mti uko namna gani. Anaweza kutambua mti uliokufa ama mti ulio katika hali mbaya kutokana na matawi na matunda yake na maua yake. Na Yesu Kristo labda alikuwa ameona mzabibu fulani na aliona kwamba ni wakati mzuri wa kufundisha wanafunzi wake somo. Anawaambia hivi: mimi mwenyewe ni mzabibu na ninyi wanafunzi wangu ni matawi. Nasi kama watoto, kama vijana, kama watu wazima, tunajua nini? Ya kwamba tawi ambalo limeunganishwa na shina la mti ndilo linaloweza kuzaa matunda, lakini tawi ambalo halijaunganishwa na mti wenyewe, tawi ambalo limeanguka kutoka kwa mti, halitaweza kuzaa chochote. Na Yesu Kristo alikuwa anawafundisha somo ambalo ni la kila mtu. Ni la kila mtu kwa sababu nyingi mbalimbali. Lakini hapo ndipo Yesu Kristo anapodhihirisha lile neno alilonena katika mlango wa 14 mstari wa 6, ambapo alisema, mimi ndiye njia, kweli na uzima, ama uhai. Na haswa katika mlango huu wa 15 anasisitiza ya kwamba kwa watu kupata uhai watapata kupitia kwake na kupitia kwake peke yake. Hata maandiko yenyewe yanatuambia ya kwamba uhai huu tunaopata kupitia kwa Yesu Kristo si uhai wa kiroho tu, bali ni uhai wote. Tunaambiwa katika Wakolosai mlango wa 1:17 ya kwamba vitu vyote duniani vilivyoumbwa na Yesu Kristo vinashikamana pamoja kupitia kwake. Zile chembe chembe zote za mwili wako zinaendelea kushikamana pamoja na kufanya kazi kwa sababu ya kitu kimoja: uhai unaotoka kwake Yesu Kristo. Hata sababu ya kwa nini unapumua sasa hivi ni kwamba yeye mwenyewe anakupatia uhai. Ujue usijue, lakini ukweli wa maandiko ndio huu. Lakini hasa katika mlango huu wa 15 anasisitiza uhai ambao ni wa kiroho. Tulipokufa katika Adamu, hatukufa mara moja tu, tulikufa mara mbili. Adamu akaambiwa, siku ile utakapokula lile tunda utakufa. Na watu watamuona Adamu pale na kusema, kwani alikufa kweli Adamu? Alikufa, lakini alikufa kitambo baadaye. Ndiyo, katika mwili wake Mungu alimneemesha, akampa nafasi. Hakufa siku hiyo, lakini kwa njia nyingine alikufa siku hiyo hiyo. Alikufa rohoni mwake.
nafsi yake iliangamia. Ule uhusiano aliokuwa nao na Mungu ulitengana kabisa siku hiyo hiyo. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba sisi katika Adamu tu wafu. Si eti kwamba miili yetu haifanyi kazi, si eti kwamba miili yetu imezikwa bado, lakini roho zetu kupitia kwake zimekufa na zinahitaji kuhuishwa tena. Na hapo ndipo Yesu Kristo anatuambia nini? Ule uhai wa kiroho tunaohitaji sisi sote unapatikana kwake na kwake peke yake. Ni watu wengi ambao hawajaelewa jambo hili. Ni watu wengi ambao wanaenda kanisani kila wiki, lakini hawajaelewa bado jambo hili. Ni watu wengi ambao wanajua ya kwamba wanamtumikia Mungu, lakini hawajaelewa jambo hili la kimsingi, ya kwamba ule uhai ambao kutoka kwao wataweza kumzalia Mungu matunda unatoka kwake Yesu Kristo na kwake peke yake. Yesu Kristo hajawahi kutuambia ya kwamba uhai unaweza kutoka kwake na pia unaweza kupatikana kwingine. Hakuna. Mimi ndiye njia, kweli na uzima na uhai. Kama mtu anataka uhai wa kiroho, asitafute kwingine, atafute kwake. Lakini Yesu Kristo hapo anaongelea swala la kuzaa matunda. Anamaanisha nini? Anamaanisha, kwa sababu tunapata hayo katika mlango wote, anamaanisha ya kwamba mtu ambaye ataishi si kwa ajili yake, bali ataishi kwa ajili ya Mungu mwenyewe, maisha yake yote yatafanyika kwa ajili yake, hawezi akafanya hivyo pasipo uhai unaotoka kwake Yesu Kristo. Na huu ndio ukweli unaoharibu kiburi, unaoharibu kiburi chetu. Kwa sababu sisi kama wanadamu tuna tabia ya kutaka kujiamini wenyewe. Mtu akituambia kwamba wewe hautaweza kufanya lolote pasipo mimi, tunamwambia wewe kwani ni nani? Mimi nina uwezo mimi. Hujajua mimi, hujajua uzuri uliomo moyoni mwangu. Lakini Yesu Kristo anatuambia wazi, hakuna utato wowote katika maneno yake. Utasoma katika mstari wa 4 pamoja na mstari wa 5. Mwisho, msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa matunda. Na lazima mtu atasimama pale na kusema, ndiyo, labda sitaweza kuzaa matunda mengi. Yesu Kristo hajasema hivyo. Soma mstari wa 5. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Jambo la kuumiza kiburi, sio? Yaani tuambiwa hapa ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayempendeza Mungu kando na Yesu Kristo. Usipomjua, usipokaa ndani yake, usipomjua kupitia kwa imani, huwezi kumzalia Mungu hata tunda moja chochote. Jambo la kusikitisha labda, lakini ukweli ndio huu. Na je, unaliamini jambo hili? Unaamini ya kwamba kando na Yesu Kristo huwezi kufanya lolote jema? Tunaambiwa katika Isaya kwamba matendo yetu ni kama matambara bovu mbele ya Mungu. Na hivyo ndivyo matendo yetu yote yalivyo, kwa sababu macho yake si kama yetu, yanawaka moto. Yeye ni mtakatifu, hawezi kuangalia matendo yako kama unavyoyaona mwenyewe. Lakini hapo tunaambiwa mambo mawili. Moja la kutia moyo,
lingine la kutisha. La kwanza, kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba yangu hulikata, nalo kila tawi lizaalo hulisafisha ili lipate kuzaa matunda. Yaani kuna matawi mawili ama matawi ya aina mbili. La kwanza linalozaa na la pili lisilozaa. Sasa tunaonyeshwa hapa ya kwamba kunao watu, na tutaangalia ni watu wa namna gani. Lakini hao watu wamekusanywa katika vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni wanaomzalia Mungu matunda, na kikundi cha pili ni wasiomzalia Mungu matunda. Na kila mmoja wetu anapatikana katika kundi moja au lingine. Lakini nataka hata kama mtasahau kila kitu kingine, msisahau jambo hili, ya kwamba maneno yake Yesu Kristo yanaenda hivi: mtu yeyote asipokaa ndani yangu hawezi kuzaa matunda. Uwe na jambo hili akilini mwako, ya kwamba kivyo vyote sitaweza kufanya lolote jema nisipokaa ndani ya Yesu Kristo. Jambo la maana sana hilo. Lakini hapo tunaambiwa kuhusiana na matawi ya aina mbili, ya kwamba aina ya pili kwa njia moja ni sehemu ya mzabibu. Sijui kama mlipata hivi: mimi ndi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda. Kwani kuna watu walio ndani ya Yesu Kristo ambao hawamzalii matunda. Tunamuelewa vipi Yesu Kristo hapa? Tunaonyeshwa hivi, na ni tofauti na vile ilivyo katika mifano mingi mbalimbali. Kwa mfano tunaambiwa ya kwamba kuna wakina mbuzi na kuna kondoo, kuna ngano na kuna magugu, yaani kuna wasioamini na wanaoamini. Lakini hapo Yesu Kristo haongelei tu vikundi viwili hivi ya wasioamini na wanaoamini. Anaongelea aina mbili za watu ambao wanaonekana kuwa ni sehemu ya mzabibu, yaani wanaonekana kuwa ni watu wa Mungu. Huwa tunawaita watu hawa kanisa linaloonekana. Na katika kundi hili la watu ambao wanaonekana kuwa ni sehemu ya mzabibu, tunaambiwa kuna matawi yanayozaa na mengine yasiyozaa. Sasa hapa tunaongelea watu wa namna gani? Tunaongelea sisi tulio mahali hapa. Si watu wa nje, ni watu ambao wanaonekana kuwa ni sehemu ya Yesu Kristo. Watu wanaokusanyika katika jina la Yesu Kristo. Na tunaambiwa kati ya hao, miongoni mwa hao watu, kuna matawi yanayozaa na mengine yasiyozaa. Kuna mengine yaliyo hai na mengine yaliyokufa. Na tunafaa ama tunafanya vyema kulichunguza jambo hili kutoka kwa mtazamo ama mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, tuseme kwamba wewe ni muamini wa kweli wa Yesu Kristo. Tuseme kwamba umewahi kuwa katika sehemu ya ama umewahi kuwa katika kanisa fulani. Ujue na uwe na uhakika ya kwamba katika kanisa hilo, katika mkusanyiko huu wa watu ambao wanamkiri Yesu Kristo kwa midomo, kuna matawi yanayozaa na kuna mengine yasiyozaa. Jambo la kufikiria sana. Lakini jambo la pili ambalo linakuja karibu zaidi, tuseme kwamba wewe unajichukulia kuwa ni muamini, tawi ambalo limeunganishwa na Yesu Kristo. Swali kwako ni, na swali kwangu ni, je, mimi ni tawi
ambalo kwa kushikana na Yesu Kristo na kupandikizwa kwake kwa imani nimemzalia na ninaendelea kumzalia Mungu matunda au la. Kuna yale matawi yasiyozaa matunda unaweza kuchukulia kuwa ni watu wa kanisa, wanaenda kanisani, wanaimba kama watu wengine, wanaomba kama wanavyoomba wengine, lakini kuna shida ya kimsingi. Na hata katika swala la kanisa, matawi ya namna hiyo ama watu wa namna hiyo ambao katika jina la Kristo hawamzalii Mungu matunda hata kidogo, hawa watu wanakuwa kama mzigo kanisani. Watu wanadhani ya kwamba kadri tutakavyoongeza watu, yaani wawe wengi sana, ndio tutabarikiwa. Uongo kabisa. Yesu Kristo anataka kanisa lake liwe safi. Hajasema ya kwamba Yesu Kristo ya kwamba tunafaa kupata watu wengi kwa kuwadanganya. Amesema ya kwamba tunafaa kulihubiri ukweli. Na ukisoma katika milango ya kwanza ya Ufunuo utapata jinsi Yesu Kristo anavyofikiria kanisa lake. Na kama kanisa si safi, anaingilia kati, anafanya kazi. Kama vile tawi lililokufa linaibia jua, mvua na baraka zote za mzabibu, ndivyo walivyo wale watu ambao wamejiingiza katika kanisa lakini wamekufa kiroho. Tunaambiwa, na nitasonga mbele haraka kwa mstari wetu, tunaambiwa ya kwamba mkulima hawezi kuachilia matawi haya yabaki. Mkulima anakuja kuchunguza mzabibu wake. Yesu Kristo ndiye mzabibu, na kuna matawi mengi ambayo yameunganishwa naye, yaani watu ambao wameshikamana na Yesu Kristo kwa imani. Lakini anapokuja kuchunguza mzabibu, anakuta kwamba kuna tawi hili na hili na hili, na halifanyi nini? Hayazae matunda. Tunaambiwa katika mfano mwingine ya kwamba Yesu Kristo kwa vile ni mvumilivu, na Mungu Baba kwa vile ni mvumilivu, anaweza kumwachilia mtu nafasi, lakini hatimaye anaamua ya kwamba hili tawi ambalo linasumbua mzabibu, limekufa, linastahili kufanyiwa nini? Kutolewa. Na tunaonyeshwa katika mstari wa 6 jinsi ambavyo Mungu kama mkulima anavyokuja katika mzabibu wake na kusafisha mzabibu. Anatoa yale matawi yasiyozaa. Na kuna mambo matano ama maelezo matano ya vile watu wanavyoshughulikiwa na Mungu kwa mpangilio. Kwanza tunaambiwa mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje. Jambo la kwanza, kama tawi lisilo la maana, lisilozaa, anachukuliwa mtu huyu, anatupwa nje. Jambo la pili, hunyauka. Jambo la tatu, hukusanywa. Jambo la 4, hutupwa motoni. Na jambo la 5, yakachomwa. Maelezo haya matano kuhusiana na tawi lolote katika mzabibu wa Mungu lisilo za matunda. Kwanza tunaambiwa ya kwamba mtu huyu ambaye anajifanya kuwa muamini, lakini ukweli ni kwamba ni mfu bado katika dhambi zake, ni mtu ambaye hamtegemei Yesu Kristo. Tunaambiwa ya kwamba hutupwa nje, na hutupwa nje kwa sababu hana muungano wowote
na Yesu Kristo. Mara nyingine unaweza sikia ya kwamba mtu alikuwa kanisani lakini amefukuzwa, ametolewa. Na hata jambo hili ni agizo la Mungu katika Agano Jipya ya kwamba watu ambao wanakataa kutubu wanafaa kutolewa kutoka kwa kanisa. Lakini mara nyingine Mungu mwenyewe ndiye anadhihirisha ya kwamba tawi hili halistahili kupatikana katika mzabibu wangu, na anamdhihirisha mwenyewe kuwa ni mtu mwovu. Mara nyingine mtu anafedheheshwa hadharani kwa sababu amethubutu kujiita muamini wakati hajamjua Yesu Kristo hata kidogo. Lakini tunaambiwa jambo la kwanza, anatupwa nje. Yaani kuna njia ambayo kwayo Mungu atamtenganisha na kanisa lake. Tujiulize swali hapo. Kuna mzabibu kama mfano wetu, lakini mizabibu haionekani huku sana. Lakini kuna mimea mbalimbali ambayo inafanana na mzabibu. Na kutoka mbali unaweza kuona ya kwamba matawi yote, kwa sababu yameshikamana hivi, yamefungamanishwa pamoja, unaweza kuona ya kwamba yako hai yote. Lakini ukija karibu utapata kwamba kuna hili hapa halijaunganishwa popote. Sasa unavuta linatoka. Sasa unaelewa nini? Ya kwamba hili halikuwa sehemu ya mzabibu, halikuwa sehemu ya mmea, halijapata uhai wowote kutoka kwake, na kwa hivyo halifanya nini? Halizai tunda hata moja. Sasa tunaambiwa ya kwamba Mungu anakuja, anamchukua huyu, anamtoa kwa njia moja au nyingine. Swali letu ni, je, sisi tuko karibu na mzabibu hivi kwamba watu wanachukulia kuwa ni sehemu ya mzabibu, ama sisi ni sehemu ya mzabibu kweli kweli? Yaani tumeunganishwa na shina, mzabibu mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo. Jambo la pili, hunyauka. Na hivyo ndivyo lazima iwe kwa mtu ambaye yuko mbali na Yesu Kristo, ambaye ni mwenye kutoa uhai. Hatutarajii ya kwamba tawi lililokatwa ama lililoanguka kutoka mzabibu litakuwa na uhai wowote. Na hivyo ndivyo utakavyokuwa nje ya Yesu Kristo. Pasi na uhai ama uzima utokao kwake, usitarajia kwamba utaweza kuzaa tunda lolote. Ni kosa la watu wengi kupita kiasi katika siku hizi, ya kwamba wanajiamini wenyewe ya kwamba wanaweza kumzalia Mungu matunda kando na Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo mwenyewe anasema wazi, haiwezekani. Mtu huyu ambaye ananyauka anaweza kuwa na mafundisho sahihi ya Biblia. Ukimuuliza maswali anaweza akajibu. Anaweza kuwa na orthodoksia katika mafundisho yake, lakini bado hafanyi nini? Hazai tunda lolote. Nafsi yake imekosa ile dawa inayohitajika. Je, sijui kama maelezo haya ya Yesu Kristo yanamueleza mtu yeyote hapa ambaye amekauka na kunyauka kwa sababu hajawahi kuungana na Yesu Kristo. Hajapatikana kwake, hajawahi kwenda kwake akiomba msamaha wa dhambi zake, hajawahi kwenda kwake kwa ajili ya uzima wa milele. Na kwa hivyo licha ya kuwa miongoni mwa watu wa Mungu, amekauka na kunyauka. Hakuna uhai wowote unaotoka kwake Yesu Kristo wa kiroho na kuja kwake. Lakini mtagundua
kufikia hapo ya kwamba huyu mtu bado yu hai, bado hajahukumiwa, hajafikia maisha yajayo. Na katika hali hiyo bado kuna tumaini. Kuna tumaini la kwamba atapandikizwa kweli kweli katika mzabibu ambaye ni Yesu Kristo. Na tumaini hili liko kwa kila mmoja wetu aliye mahali hapa, kwa sababu hatujafa, hatujafikia mahali ambapo hakuna kurudi. Bado kuna tumaini la kwamba utapandikizwa kwa imani ndani ya Yesu Kristo, utakuja kumjua mwenyewe na kupata uzima kwake. Jambo la tatu, mtu ambaye ametupwa nje, amenyauka na hajampata Yesu Kristo, tunaambiwa hukusanywa. Ameshatolewa, ameshanyauka. Na kama tunavyojua, mzabibu hautoi mbao, hautoi chochote cha maana, ila ni matunda peke yake. Sasa lile tawi lisilozaa matunda halisaidii kwa njia yoyote, linatupwa nje, linanyauka. Alafu pamoja na mengine linakusanywa. Tunaelewa nini hapo? Kwani si ni maada ambayo tunasoma mara kwa mara katika Agano Jipya kwamba kuna wakati ambapo watu waovu wote watakusanywa pamoja, wataletwa pamoja. Katika akili yako utafikiria rundo mkubwa ya matawi yaliyokauka, yasiyo na uhai wowote, na ambayo hayana matunda yoyote. Na hapo ndipo tunapofikia kizingiti kabisa cha milele. Tuko mlangoni kabisa mwa milele. Watu wanakusanywa na malaika ili wapate kusikia hukumu itakayotangazwa dhidi yao. Katika Biblia tunaambiwa pia kuhusiana na mavuno na sakafu ya kupuria nafaka. Tunaambiwa kuhusiana na wavu uliojaa samaki, na wakati wa kukusanywa pamoja tunaambiwa samaki wazuri watawekwa upande moja na samaki wabaya watatupwa nje. Vile vile nafaka itawekwa ghalani, lakini magugu yatatupwa nje na kuchomwa. Sasa katika mfano huu wa mzabibu, matunda yanakusanywa kwa usalama, lakini hayo matawi bure, yasiyo na maana, yasiyo na matunda, yasiyo na chochote kilicho kizuri, yatakusanywa kwa ajili ya kusudi lingine tofauti. Hapo ndipo yule aliyejiita Mkristo lakini hakuwahi kumzalia Mungu matunda atakapokusanywa na watu wake wasioamini. Na je, wewe unaweza kustahimili wazo la kwamba mmoja wa familia yako ama mmoja wa marafiki zako atakusanywa namna hiyo, ya kwamba siku ya mwisho malaika wataenda kumchukua na kumkusanya kama tawi lisilo la maana yoyote? Lakini achana na familia yako kwa muda na marafiki zako kwa muda, ujifikirie wewe mwenyewe, ingekuwaje kwako siku hiyo ya mwisho kupata kwamba kumbe mimi nimekusanywa pamoja na matawi yasiyomzalia Mungu matunda. Kwa sababu hapo ukishakusanywa kwa namna hiyo, utajua ya kwamba nimechelewa. Kama ingekuwa kutubu na kumwamini Kristo, nimechelewa, nimeshakusanywa pamoja na wenzangu na hakuna kurudi kutoka hapo.
Wacha Bwana aturehemu, ahuishe matawi yasiyomzalia Mungu matunda, yapate kumjua kweli, kupandikizwa kwake na kumzalia matunda. La nne, matawi haya hutupwa motoni. Yale yote yaliyokusanywa, hukumu inatangazwa juu yao. Hukumu namna hiyo: huyu ni tawi asiyezaa matunda yoyote. Hakuwa anajaribu kunizalia matunda, au alijaribu kunizalia matunda, lakini hakumwamini mwanangu mwenyewe ambaye nilituma hapa ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Nilimtuma mwanangu hapa ulimwenguni kwa ajili ya wenye dhambi waliopotea, lakini huyu hakuona uzuri wowote kwake mpaka amwamini. Aliona uzuri kwake mwenyewe na alijiamini mwenyewe, kwa hivyo hatahukumiwa kwa sababu ya dhambi zake. Huyu alisikia kuhusiana na Yesu Kristo, lakini hakumkimbilia. Na kama Yesu Kristo asingeweza kuwa tumaini la nafsi yake, ni tumaini gani lingine ambalo litamfaa? Bila shaka ukosefu huu wa shukurani utashughulikiwa vikali sana na yule ambaye anaitwa mtakatifu. Jambo la mwisho, matawi kama hayo hukusanywa, yanatupwa motoni, yakachomwa. Sijui kama tunaweza kusema zaidi mahali hapa. Mfano huu unashangaza vya kutosha. Mtu huyu amepita tumaini. Mtu huyu hawezi tena kumjua Kristo, hawezi tena kuwa na imani, hawezi kutumainia chochote, na hawezi kuwa na uzima wa milele. Hukumu imeshatangazwa dhidi yake. Imebaki kwake kuhukumiwa milele kutoka kwa uwepo wa yule anayetoa uhai. Amekimbia mbali kutoka kwa Yesu Kristo katika maisha haya, na amepata hamu yake katika maisha yajayo, kwa sababu atatupwa mbali zaidi naye tena milele na milele. Kama wewe hujawahi kumwamini wala kumjua Yesu Kristo, wewe uko katika barabara hiyo ambayo tunaambiwa katika maandiko ya kwamba ni pana. Watu wengi wanatumia njia hiyo, lakini maelezo haya matano yanaweza kuwa ni maelezo ambayo yanaeleza hali yako kama wewe unapatikana nje ya Yesu Kristo. Wacha Mungu wa neema alizuie jambo hili lisitokee katika mwisho wa maisha yako. Usipate kuwa ni tawi ambalo halikumzalia Mungu matunda, kwa sababu hukuwahi kumwona, kumtazama, kumwamini na kupatikana ndani ya yule ambaye ni mzabibu. Usiwahi kuwa na tumaini la kwamba utaweza kuzaa matunda kando na Yesu Kristo. Kama nilivyowahi kusema, tumaini hili litakupotosha. Tumaini hili litakufikisha katika ziwa la moto ambalo haliishi. Yesu Kristo anaongea wazi, hatumii mafumbo. Anatuambia nini? Pasipo mimi, mtu ambaye hakai ndani yangu hawezi kabisa kuzaa tunda lolote. Haujawahi kukatiliwa bali bado.
Laiti ungemkimbilia Yesu Kristo wakati bado kuna tumaini, kwa sababu yeye ukimwamini anaweza kukupandikiza ndani yake upate kuwa ni tawi la kweli linalomzalia Mungu matunda. Lakini pasipo yeye haiwezekani. Anawakaribisha wenye dhambi waje kwake Yesu Kristo kupitia kwa Injili, wamwamini wapate uzima kupitia kwake. Na ni hapo ndipo utakapomwamini, ndipo utakapoweza kumzalia Mungu matunda, na si tunda moja tu peke yake. Tunaambiwa hivi, kila tawi ambalo linazaa matunda Baba yangu analisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Tunaambiwa ya kwamba kadri tutakavyokaa ndani yake Yesu Kristo, ndivyo tutakavyomzalia Mungu matunda zaidi na zaidi. Lakini jambo la msingi, usipokaa ndani yake hautawahi kumzalia Mungu matunda. Mungu alibariki neno lake, na tuombe.